Nashukuru. Kwanza kwa maoni yangu ni kwamba Chama cha Mapinduzi, neno ambalo mimi napenda kulitumia ni kwamba kilitangazwa kuwa ni mshindi kwa sababu ya minong'ono na mjadala umekuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo hakuna ubishi kwamba kilitangazwa na tume kuwa mshindi, lakini kwamba kiliibuka mshindi au nini, hilo nadhani ni jambo ambalo linahitaji utafiti, lakini kwamba kilitangazwa, hilo ni jambo ambalo lipo dhahiri, na chombo ambacho kwa mujibu wa nchi hii kina mamlaka ya kutangaza mshindi ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Na bahati mbaya kwa mujibu wa katiba yetu, ibara ya 74, ibara ndogo ya 12 na ibara ya 41, wanapokuwa tume ina mamlaka ambayo hayahojiwi, hasa kwenye matokeo mfano ya urais kwenye ibara 41 ni kwamba rais akishakuwa ametangazwa ndio imetoka hiyo. Kwa hiyo tuseme tume ilitangaza, na ilivyotangaza basi ilikuwa ndio mwisho wa maneno, tunakuwa tumeishia pale kwa maana ya mchakato ule wa kisiasa. Sasa umeniuliza swali nilionaje kuhusiana na mchakato mzima wa uchaguzi wa Oktoba 29. Nafikiri ni uchaguzi wa kihistoria. Ni uchaguzi wa kihistoria kwa sababu chaguzi zote ambazo nchi tuliwahi kufanya hazijawahi kugubikwa na mazingira ambayo tulishuhudia kwenye uchaguzi uliopita wa 2025. Ni uchaguzi ambao kwa sehemu kubwa ulijaa sintofahamu kubwa, hasa kwenye miji mikubwa mingi ikiwepo mji kama Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, kuna mikoa mingine Shinyanga, sehemu kama za Kahama, unakwenda Songwe, mkoa wa Songwe na maeneo mengine mengi, unakuta tayari kuna sintofahamu ambayo ilijitokeza sana, na viashiria vya kuelekea kwa vilianza kuonekana mapema, kwa sababu ni uchaguzi ambao ulianza kuleta msigano miezi mingi kabla hata uchaguzi wenyewe kuanza, kwa sababu utakumbuka kwa mfano chama kikuu cha upinzani au chama kikuu Tanzania Chadema ni chama ambacho kilipinga toka awali kwamba kwa hakiwezi kushiriki uchaguzi kama kuna mambo fulani yasingeweza kufanywa kazi. Na hiyo sio haikuwa ajenda tu ya Chadema, kwa sababu pia wadau mbalimbali vikiwepo vyama vya kitaaluma kama Tanganyika Law Society pia vilitoa maoni na kuonyesha changamoto. Taasisi za kidini zilionyesha changamoto, asasi za kiraia zilionyesha changamoto, wachambuzi mbalimbali, hata viongozi wengine wa kongwe na wengine wa staff wa kisiasa kama Jaji Joseph Sinde Warioba. Hao wote ni watu ambao walijaribu kuonyesha kwamba palikuwa na changamoto ambazo kama taifa lilihitaji kufanya jambo fulani kabla ya kwenda kwenye uchaguzi mkuu. Lakini bahati mbaya tunasema la kufa alisikii dawa, kwamba tulienda hayo yote yalizungumzwa yakatupwa kapuni, mwisho wa siku tukaangukia tulipoangukia. Sasa huu sio wakati sasa wa kuanza kujadili pale tulipoangukia, tutakuwa tujiulize kwamba kwa nini tumefika hapo na tunatokaje, kwa sababu kama tusipojifunza kutokana na makosa haya, yawezekana huko mbeleni tukaingia changamoto ambayo ni mbaya zaidi kuliko ambayo tumeipita. Na sidhani kama kuna mtu angependa tupite kitu ambacho tukipita tarehe 29 Oktoba na siku ambazo zilifuatia baadaye, sababu wote tulijikuta tupo ndani, hamna cha kiongozi, hakuna nani, watu wote walikuwa wanashinda ndani, hawawezi kutoka, hakuna uhuru, biashara zimesimama, kila kitu kilisimama, taifa lilisheki, kuna mali ziliharibika, kuna watu walipoteza uhai, shughuli za watu zote zilisimama. Na of course tunajua kuna madhara ambayo yalijitokeza pale, kuna madhara yataendelea kujitokeza. Kwa mfano hatujui mpaka sasa, je, watalii bado imani yao ipoje kwenye mazingira yetu? Je, wamesharudisha imani kwamba baada ya lile limeshapita wanaamini nchi imetangamaa, au bado wanamtazamo kwamba nchi ipo salama? Na kwa sababu ya experience ambayo tumeipita, kuna uwezekano chaguzi zingine mbele zikija, tutakuta kipindi cha chaguzi watu watakuwa wanaogopa hata kuwekeza, kuja kutalii, na shughuli zingine zitakuwa zinasimama. Kwa hiyo imetengeneza doa ambalo naamini haiwezi likafutika. Kwa hiyo cha muhimu hapa ni kwamba changamoto kubwa ni mfumo wetu wa kikatiba. Mfumo wetu wa kikatiba ulivyo hautengenezi mazingira ya kuwa na uchaguzi wa huru na wa haki, uchaguzi wa kuaminika, uchaguzi ambao kila mmoja anaposhiriki atakuwa na nafasi sawa ya kushinda. Ni uchaguzi ambao tayari mnapoanza kucheza hauna uzani ambao unalingana, kwamba tayari kuna mwingine anakuwa ni almost ameshajihakikishia. Ni kama vile kwenye mbio tu za kukimbia, kwamba mnaanza kukimbia, kuna mmoja anaruhusiwa awe hatua mbili mbele, mwingine yupo hatua nyuma mbili. Kwa hiyo ukiwa ruhusu obvious, kama wakiwa na speed inalingana, aliyeanza na hatua mbili mbele ana advantage ya kuweza kushinda. Kwa hiyo ndio mazingira ambayo Tanzania yamejitokeza. Kwa mimi maoni yangu, nafikiri kuna haja katiba yetu tutengeneze katiba, na bahati nzuri tushakuwa na rasimu ya Jaji Warioba, tunaweza tukaanzia pale.
Si kwamba ya Warioba pia ina ukamilifu. Kwangu mimi ukiniuliza, ya Warioba kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi ina unafuu, lakini bado kwa sababu pia ilipendekeza watu wa kuwepo kwenye tume, wengi ukiangalia ni wateule wa rais, ambao bado naona kuna mashaka. Kwa lazima tufike mahala tuboreshe zaidi kwamba wajumbe wanaoingia kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi wasitokane kabisa na watu ambao ni wateule wa rais, watokane na makundi mbalimbali ya kijamii, na ikibidi watu waombe hizo nafasi, iwepo timu maalum au kamati ya kwenda kupitia majina kuchakata, ambayo kamati inatokana na makundi mbalimbali ambayo ni huru. Hapo ikishachakatwa, baada hapo tunapata watu ambao wametokana na ushindani, na majina baada hapo yatangazwe, watu watoe maoni. Kama kuna mtu amepingwa na watu, hana sifa, asiweze kuingia. Tupate tume ambayo tunapofanya uchaguzi utakuwa unatuhakikishia kwamba uchaguzi unaenda kuwa ni wa huru, wa haki, uchaguzi ambao tunategemea amani itaenda kutamalaki, baada ya kurudi kwenye changamoto hizi ambazo tulizikuta kwenye uchaguzi mkuu uliopita wa 2025. Kwa nafikiri kuna jambo kubwa ambalo tumejifunza kutokana na uchaguzi ule. Mpaka unakuta watu tulikosa hata ibada zilishindikana kufanyika. Sasa sio jambo dogo. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye hakuathiriwa na uchaguzi wa 2025 uliofanyika tarehe 29 Oktoba. Kwa ukiniuliza mimi mtazamo wangu kuhusu uchaguzi, huo ndio mtazamo wangu, na ndio maana nachelea kuzungumza kwamba kuna chama ambacho kilishinda, ila ambacho na uhakika kwamba kuna chama kilitangazwa kuwa mshindi na tume ambayo ndio ina mamlaka ya kuweza kutangaza kwamba mshindi ni nani, kwa mujibu wa tume ambayo kama nilivyosema ni tume ambayo haiwezi kahojiwa, kwamba ikishatangaza inakuwa imetangaza. Hata idadi pengine ya kura ambazo zilipatikana, ukiangalia kati ya minong'ono na watu wanapotizama, kwa maana mtizamo wa jamii na kile ambacho kilitangazwa na tume, unaona kabisa ni vitu ambavyo haviendani, kuna changamoto hiyo. Sasa ni nani mkweli au muongo? Na nafikiri tuna wakati mwingine sisi kwenye Kilatini tunasema res ipsa loquita. Res ipsa loquita manake acha kitu kijisemee chenyewe, kwa sababu ni kitu ambacho kinaonekana kwamba mtu yote akiona anaweza kaelewa, wala uhitaji kuwa na D mbili kujua ni nini ambacho kilitokea. Lakini kiufupi mambo yalikaa hivyo. Kwanza Rais Obama aliwahi kuzungumza kitu kimoja kwamba nchi nyingi sana katika Afrika ambazo demokrasia yao ni ya mashaka, moja ya kiashiria cha demokrasia kwamba ni ya mashaka ni kiwango cha ushindi. Kwa alisema kama mtu anashinda kuanzia 90% na kitu, ni dalili mojawapo ya kuonyesha uchaguzi huo kuhusu uhuru wake ni wa mashaka. Kwa sababu kwenye karne hii kutegemei kwamba watu wa 90% na kitu walioshiriki uchaguzi wakawa na mtazamo wanalingana. Kutegemei, kwa sababu tayari kumbuka tuna taifa ambalo sasa hivi walao asilimia kubwa ya watu angalau hata form 4 wamefika. Kwa hiyo maana yake namna ya mitazamo haifanani. Kama kipindi cha chama kimoja bado mgombea akiwa unakuta mgombea yeye na kivuli bado alikuwa afikisha 90 na 97 karibu 98. Bado alikuwa anafikisha kiwango bali kidogo zaidi. Maana kuna watu walikuwa wanapigia kivuli wanamwacha mtu. Sasa unaweza kufikiria karne hii ambayo tuna vyama vingi katika nchi yetu, tuna watu wenye level kubwa ya elimu, kuna exposure kubwa, kuna utandawazi, watu wanaangalia duniani kunaenda wapi. Kwa hiyo uwezekano wa kufikisha hiyo asilimia unaweza kuangalia. Lakini pia kwenye moja ya mahojiano rais wa Kenya Dr. Ruto aliwahi kusema kwamba kwa Kenya yeye hategemei kwenye democracy ambayo ni functioning, demokrasia ambayo inafanya kazi, kwamba kuna mtu anaweza kupata asilimia hata 90 ya ushindi, ni kitu ambacho hakiwezekani. Na ni kweli tukiangalia nchi ambazo mara nyingi zimekuwa zikipata ushindi wa asilimia 90, tumeangalia kipindi cha Iraq wakati wa Saddam Hussein ndio asilimia 90 zilikuwa zinakuwepo. Utaenda Kameruni kwa kinabia wale wanapata asilimia 90 na kitu. Unaangalia madikteta mbalimbali wamekuwa wakipata asilimia 90 na kitu. Sasa bahati mbaya na sisi tumepata asilimia 90 na kitu. Sasa nikiangalia ule mtazamo wa Obama, mimi bado inanishawishi kwamba kuna kitu hakipo sawa. Kwa hiyo sioni kwamba kuna jambo la kucelebrate. Hatuwezi tukasherehekea kwamba ushindi wa asilimia 90 ni afya kwa demokrasia ya taifa. Hapana. Tulitegemea angalau taifa kama demokrasia ipo, walau mshindi kuna asilimia angepata, hata kama ingekuwa ni kubwa, lakini haiwezi kuwa 90 na kitu karibu 100. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hiyo ni moja. Lakini cha pili, Mheshimiwa Rais ndio alitoa maoni hayo, lakini kumbuka yeye ni mtu ambaye ana maslahi kwenye mchakato, kwa sababu kumbuka yeye katika mchakato huo ndio aliyetangazwa kuwa mshindi. Kwa hiyo kwa vyovyote vile ningemshangaa kama angezungumza tofauti. Lakini ukweli unabakia pale kwamba sehemu kubwa ya uchaguzi
wa tarehe 29 Oktoba ulifunikwa na sintofahamu. Kwa Dar es Salaam kwa mfano majimbo kama ya Ubungo utaona kabisa ile rapsha na vurugu zilianza mapema kwenye mida ya saa 3 saa 4 asubuhi vurugu imeanza. Sasa kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa nchi hii, kwa maana ya sheria ambayo ya mwaka 2024 ambayo inasimamia uchaguzi, inasema kama ikitokea vurugu kwenye uchaguzi, nitakuwa uchaguzi uahirishwe kwenye maeneo hayo afu uje urudiwe tena mapema inavyowezekana. Kwa hali ya kawaida tulitegemea kuna maeneo pengine hata uchaguzi ungeahirishwa uweze kurudiwa, lakini haikuwa hivyo. Sehemu nyingine vurugu ilikuja baadaye ambayo yote bado iliathiri, kwa sababu kumbuka, ikitokea vurugu wakati zoezi linaendelea, lakini ikitokea vurugu wakati wa mchakato wa kukusanya matokeo na kuhesabu bado zinaathiri. Halafu mbaya zaidi, ilifika mahala bahati mbaya hata internet ikazimwa. Moja ya element ya muhimu ya uchaguzi wa kidemokrasia ni pamoja na uwazi. Sasa uwazi unapimwa vipi? Kama una mtandao, maana yake mambo yapo gizani, element ya uwazi imeisha. Lakini kwa sababu ya hali ya sintofahamu, kumbuka jeshi la polisi lilitangaza mapema kwamba watu sasa itabidi wakae majumbani mapema saa 12. Maana yake hata mawakala wa vyama ambao itakuwa uwepo kwenye kuhesabia kura walienda manyumbani. Kwa hiyo maana yake kwenye kile kipengele cha muhimu kwamba uchaguzi uwazi wako ulikuweje, ushiriki wa vyama kwa maana ya wale mawakala wao, ili kujiridhisha kwamba uchaguzi umeenda na kura zimehesabiwa kama ambao zimepigwa, hiyo fursa haikuwepo. Kwa hiyo haijalishi hata kama kweli nadhani kuna mtu alishinda, tu assume alishinda, bado mazingira yanatia shaka kwa maana ya credibility ya mchakato wenyewe, kwa sababu tunasema haki inatakiwa sio tu ifanyike, inaonekana ionekane ikiwa imefanyika. Sasa kwenye mazingira ambayo tulikuwa gerezani, ni nani ambaye anaweza kusema ilionekana imefanyika? Tulishuhudia uchaguzi wa wenzetu Kenya, uchaguzi nchi zote zilikuwa zinafuatilia, unaweza kuona kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea, lakini uchaguzi wa kwetu hapa